Sasa wakati mashabiki wakiendelea kusherehekea na kujadili taarifa za uzazi wa Zuchu na Diamond Platnumz, sasa kumeibuka nadharia na mjadala mizito sana inayohusisha mastaa wawili wakubwa ambao ni Zuchu na Wema Sepetu, huku wengine wakidai kuwa utofauti mkubwa wa picha na mabadiliko ya miili yao wakati wa ujauzito. Baadhi ya watumiaji wa mitandao wamekwenda mbali zaidi na kuanzisha madai ya AI na maswali yasiyo na majibu. Lakini je, sayansi na utaalamu wa kiafya unasemaje kuhusu mabadiliko ya mwili ya mwanamke, na maanisha mabadiliko ya mjamzito na muda ambao unaochukua yeye kupona? Karibu sana kwenye Bongo Zone Updates ndani ya Bongo Zone Media. Mimi ni host wako Mtesa Visual, na kama bado hujasubscribe basi gusa button hiyo hapo chini na ubonyeze kengele ili usipitwe na uchambuzi wa habari zote nzito za mjini. Siku za hivi karibuni headline kubwa zimekuwa zikizunguka mabadiliko ya maisha ya mastaa wetu waliopendwa sana. Hata hivyo, kutokana na mepesi ya mitandao ya kijamii, mashabiki wamegawanyika katika makundi mbalimbali wakilinganisha safari za ujauzito wa Wema Sepetu na Zuchu. Kuna wanaohoji kuhusu mabadiliko ya haraka ya kimwili na wengine wakileta hisia zao binafsi bila msingi wa kisayansi. Lakini ukweli ni kwamba kila mwili wa mwanamke unaitikia tofauti kabisa unapokuwa kwenye safari ya ujauzito na hata baada ya kujifungua. Na utaalamu wa kimatibabu unathibitisha kuwa viwango vya homoni, miundo ya mwili na hata muda wa kurejea kwenye hali ya kawaida baada ya kujifungua ni utofautiana kutokana na mtu mmoja hadi mwingine. Kabla haujamsikiliza daktari bingwa akitolea ufafanuzi wa kitaalamu jinsi mwili wa mwanamke unavyobadilika na muda unaohitajika kabla ya kuanza mazoezi baada ya kujifungua, nina swali moja kwako mtazamaji wa Bongo Zone Updates. Je, unaona ni sahihi kwa mashabiki wa mitandaoni kuhukumu au kulinganisha safari ya uzazi ya wanawake bila kuwa na elimu ya msingi au kuwa na elimu ya kutosha ya kiafya? Dondosha maoni yako hapo chini kwenye comment section. Na sasa tazama video hii ya daktari akieleza ukweli wote wa kitaalamu kuanzia mabadiliko ya ujauzito mpaka muda wa mwanamke kurudi kwenye mazoezi. Kitu ambacho huwa kinawabadilisha akina mama wanapokuwa wamebeba ujauzito ndio huwa ni kwa sababu ya hormone, vichocheo vya hormone. Okay. Na kila mtu ana hormone ni vile vile, lakini namna mwili unavyotokea unakuwa kwa namna tofauti. Sasa hormone kubwa ambazo zinapelekea mabadiliko makubwa ya mwili ambapo mwanamke anakuwa ni mjamzito au anapokaribia kuelekea kujifungua ni estrogen na progesterone. Hizi ni hormones mbili ambazo zinachuana na zinapelekea misuli na mishipa ya mwili iweze kurejea ili mtoto aweze kukaa vizuri ikiwa katika via vya uzazi vya mwanamke. Na pia huwa inapelekea kubadilika kwa mwili kwa ujumla. Mapigo yanaongezeka, ngozi inabadilika. Kuna mwingine alikuwa mweupe anazidi kung'aa, na mwingine alikuwa mweusi anakuwa mweupe, na kuna mwingine alikuwa rangi ya kawaida anakuwa mweusi sana. Sasa haya yote yanafaa ni tofauti kwa sababu zinapotokea hizi hormones kwa hawa watu tofauti kuna mama, na wao wanakuwa na mabadiliko tofauti. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akapata hayo mabadiliko na kuna mwingine anaweza asiyapate kwa kiwango kikubwa sana. Mfano, kuna mwingine ukimwona tu ana mimba ya miezi 7 unagundua huyu ana mimba. Lakini kuna mwanamke mwingine hata akiwa na mimba ya miezi 7 huwezi kumtambua. Ni kwa sababu ya hizi hormones na mapokeo ya mwili. Na hali jingine umeniuliza kwamba ni swali lingine ni baada gani mwanamke anaweza kufanya mazoezi au anaweza kufanya kazi usiku. Ndio. Kwa tukifikia kwamba 40. Sasa hiyo huwa imekuwa ni kitamaduni kwamba 40 pale ndipo mama na mtoto anaweza kutoka nje. Ndio.
Sasa ile huwa haipo tu kitamaduni, hata kibiolojia pia ipo. Ile huwa tunachukulia ni kama wiki 6, kama mwezi mmoja na wiki 2. Okay. Sasa baada ya huo muda mama anaweza kufanya kazi hizi nyepesi na mazoezi ambayo ni mazoezi rahisi, lakini asiwe mtu wa kufanya kazi nyingi, labda kazi masaa 8. Hapana, kazi anaweza akafanya, lakini zile nyepesi na kwa muda mchache. Asiwe mtu wa kusimama sana, ndio hivyo. Lakini pia na hayo mazoezi au hiyo kazi anaweza akaifanya ndani ya muda gani? Yaani mara nyingi inaweza ikachukua, yaani hakuna kipimo halisi cha muda ambao anaweza akachukua, lakini mazoezi yale yasiwe ni ya kutosha. Ndio. Mwili kwa mfano labda ndani ya saa moja. Okay. Na kazi pia zinatofautiana. Kuna kazi nyingi ni ngumu. Kwa mfano labda wale wanaoenda mashambani, huwezi ukampeleka kufanya kazi za shamba. Okay. Samahani dokta. Haya mambo tumeyaona kwenye mitandao ya kijamii ya kitrending sana, kuhusu Wema Sepetu na kuhusu mwanadada Zuchu. Baada ya Zuchu kujifungua tumeona muonekano wake, na pia baada ya Wema Sepetu kujifungua pia tumeona muonekano wake. Hivyo dokta, tulitaka utupe somo kidogo au elimu kidogo kuhusiana na mabadiliko. Mwanamke anaweza kujifungua na bado maumbile au muonekano wake ukabaki kuwa vile vile bila kunenepa. Vipi maoni yako hasa? Okay, maoni yangu ni kwamba tusitupe na hiyo hali, ni hali ya kawaida. Kwa sababu hawa ni watu tofauti na mapokeo ya hormones zao ni tofauti. Sasa huwa inatokea ni kama nilivyokuelezea mwanzoni, huenda mwingine mapokeo yake yakawa yenye kasi zaidi yakampelekea mabadiliko yakawa makubwa, na huyo mwingine hayakuwa ya kasi zaidi akapelekea kuongezeka kidogo, hali ambayo hata sisi wenyewe tukishtuka au tukaona amebadilika, lakini ni hali ya kawaida. Lakini pia na huyu ambaye amepata mabadiliko haya, ana uwezo baada tu ya kujifungua anaweza akarudi akawa kwenye hali ya kawaida, lakini pia anaweza asirudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo ni matokeo ya hormones ndio yanaweza yakasababisha hizi hali zote, lakini ni hali ya kawaida na lengo ni kwa ajili ya afya ya kiumbe alichokijenga. Ili wa kwanza kupata habari zetu za kila siku hapa Bongo Zone, basi hakikisha una subscribe then una turn on notification. Ni mtangazaji wako Mtesa Visual na hii ni Bongo Zone. Ciao.